na siku ya Kiyama tutakwenda jibu maswali kumjibu Mwenyezi Mungu juu ya hawa. Hii neema hii, idha kunta fi ni'ma au fi ni'mati far'aha, ukiwa kwenye neema ichunge. Hawa ni neema, na kuchunga kwao kukubwa ni kukubaliana na mwalimu yale mlioagana katika kuwasukuma mbele hawa. Mwalimu na walimu kwa ujumla, Uislamu umekuruhusu wewe mwalimu ambaye mzazi ana nafasi ya kuweza kusomesha shule lakini madrasa hasomeshi, Uislamu umekuruhusu kumwondoa wewe na huna dhambi. Utakuwa na dhambi endapo mzazi hana uwezo alafu huyu mtoto usimsaidie. Wazazi, mtoto jukumu la kwanza lako. Jukumu la pili katika Uislamu ni la familia yako yote. Jukumu la tatu kuhusu huyo mwanao la jamii iliyokuzunguka. Lakini jukumu la nne ambayo hatuna, ndio lilikuwa lichukue namba 2, ni baitul mal. Kama tungekuwa na hazina ya Kiislamu, mzazi akishindwa ilikuwa hazina isimamie mtoto. Bidhani hatuna. Mtoto ni wako, mtoto ni wa ndugu zako. Kama vile ambavyo mtoto huyo angelazwa hospitali, mama mdogo angekuja na mjomba na nani, ilikuwa ni jukumu lao pia mjomba kujua na dada yangu na shemeji hali yake si nzuri na kidogo na unafuu, na huyu mtoto lazima amjue Mungu. Kwa hiyo hawa watoto ni neema. Neema hii Allah amekupa wewe na familia yako kwa ujumla, lakini jamii iliyokuzunguka ina haki ya kuliangalia hili. Mwalimu naye ana haki ya kuchukua huruma baada ya kuwa mzazi hana nafasi. Lakini kwa sikitiko, mtoto atakuwa na pea 2 za uniform za shule, ya madrasa hana. Hapa hatusemi kwamba ni uwezo, ni kutothamini na kujali elimu ya dini. Kwa hiyo mwalimu ana ruhusa ya mzazi ambaye uwezo anao, lakini mtoto huyu asimshughulikie. Mwalimu ana ruhusa ya kumwambia nenda zake na hana dhambi kwa Mungu. Mwalimu Shabani hajakuambia uzae huyu mtoto, wala mpango wa kuzaliwa mtoto Mwalimu Shabani hakuhusika. Mwalimu Shabani ni nguzo katika nguzo ambayo kushirikiane tuweze kupeleka mbele jambo hili. Kwa hiyo nitoe shukrani kwa wazazi wote ambao